Moja kati ya story ambayo ina trend kwenye mitandao ni kuhusu ukubwa wa rais wa Marekani Donald Trump ambaye ana ziara yake pale Middle East, Mashariki ya Kati. Na kati ya vitu ambavyo vinatajwa ni the way ambavyo Trump ameweza kupata ile great reception kutoka Middle East, mataifa ya Kiarabu, Arab Leagues, wakiwa wamempa support kubwa rais wa Marekani Donald Trump, na kupelekea kuonesha kwamba yani Trump ana support kubwa sana na power kubwa ambayo anayo katika mataifa ya Kiarabu. Hakuna ile hostility kwamba kuonesha kuna chuki za wazi kati ya Trump na mataifa ya Kiarabu. Moja kati ya surprise ama story ambayo imeweza kutrendi ni baada ya Rais Trump katika mkutano wake na rais wa Syria Ahmed al-Sharaa. Trump alijadili kuinua vikwazo vya Marekani, kufuta vikwazo vya Marekani dhidi ya Syria vilivyokuwa vimewekwa tangu mwaka 1979, lakini pia uunganisho wa Israeli kuhamasisha Syria kujiunga na Abraham Accord na kuitambua Israeli. Kwa hiyo ni moja kati ya mkataba ambao Syria ilikuwa hautambui, na sasa hivi Abraham Accords inatambulika ndani ya Syria. Kwa hiyo vikwazo vimeondolewa, lakini pia mapambano dhidi ya ugaidi. Kwa hiyo Trump amehamasisha kwamba kuhakikisha ushirikiano katika kupambana na ISIS na makundi mengine ya kigaidi ya pale Middle East. Kwa hiyo tumeona kwamba Trump akiwa ametrend zaidi kwenye mitandao na akizungumzwa ile power yake, respect na discipline ambayo ameweza kuipata, lakini pia kuweza kusaini deal mbalimbali ambazo zimekuwa zimeingizia mkonja mrefu taifa hili la Marekani, zaidi ya $600 billion ambazo Rais Trump ameweza kuzipata baada ya kuweza kuwasili pale Saudi Arabia. Mimi nazungumzia Mashariki ya Kati ambapo Trump ana ziara yake kubwa zaidi. So guys, niambia hapo chini, lakini pia salia hapa Family Line kwa habari nyingine zaidi. Bye bye and see you the next one. Ciao.